Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Fuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, hali gani popote pale ulipo? Mimi ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Mimi ni Mera Bubira Kashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tupo katika usharika ambao unazinduliwa leo, usharika wa Kibwera katika jimbo la Kituntu. Huu ni usharika nambari 47 ndani ya Diocese ya Karagwe, katika zile sharika ambazo tayari zimezinduliwa, na tuko na baba askofu kutoka Diocese ya Kati, baba askofu Daktari Mchungaji Cyprian Yohana Hilinti. Hii ni katika kuonesha vile ambavyo washarika wa usharika huu wamefurahi. Karibu sana. Baada ya hapa tunakwenda kulishwa neno la Mungu na baba askofu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, tuanze ibada hii takatifu, ibada yenye huduma za kichungaji na ibada ya kufungua usharika wetu wa Kibwera, jimbo la Kituntu, Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Diocese ya Karagwe, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie, tumche, tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Na mpende jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo wapendwa katika Bwana, fungueni mioyo yenu, tumungamie Mungu dhambi zetu. Ungamo namba 1. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, mimi niliye maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi, naungama mbele zako dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza na kwa kunena na kwa kutenda. Nimekosea mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani hata milele. Lakini nimetia zangu na kutubu kweli, si kwa rehema yako uliyokuwa kuniokoa mimi niliye maskini na mwenye dhambi. Bwana, unisamehe dhambi zangu zote, unipe nguvu ya Roho Mtakatifu wako, nishike mwenendo mpya. Amen. Mungu Mwenyezi na mwenye rehema, kwa neema alimtoa mwana wake wa pekee atufie msalabani kwa ajili ya Kristo. Mungu ametusamehe dhambi zetu zote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo, anipenda. Tusikilize historia ya hapa. Usharika wa Kibwera umetokana na kutoka usharika wa Kianga uliokuwa na mitaa 8. Na mwanzo wa kupatikana kwa usharika huu ni baada ya mchungaji Fales Guyago aliyehudumu mwaka 2021 mahali hapa, na kuona kwamba mtaa mojawapo wa mbali ni zaidi ya kilomita 25 kufika makao makuu ya usharika. Kwa hoja iliyoletwa mbele ya kamati zetu, tulikubaliana kwamba tutenge usharika wa Kianga katika mitaa 4 na kwa njia hiyo
mitaa minne ndiyo inayounda usharika huu wa Kibwera. Usharika wa Kibwera, makao makuu haya yameanza mwaka 1975 ukitanguliwa na mtaa mmoja wa mwaka 1970 wa Chabayanda na mitaa mingine ikafuata. Katika wazo lililoletwa tulikuwa na washarika 1117 na sasa tunaona tunaendelea mpaka maandalizi ya kuzindua tuko kwenye 1558. Kwa kupitia hoja zilizopita vikao vyetu vya jimbo na baadaye kwenye vikao vyetu vya diocese, tulikubaliwa kwamba tuanze mchakato wa ufunguzi wa sharika hizi kwa kutimiza vigezo vilivyoagizwa na uongozi wetu wa diocese. Baada ya kutimizwa vigezo hivyo, Baba Askofu alikuja kujiridhisha katika maeneo haya na kuhakiki kwamba kazi zimefanyika, na tulipopeleka hoja katika vikao vilivyofuata mwaka huu wa 2025 tukakubaliwa kwamba usharika sasa unaweza kuzinduliwa. Tunapenda kukaribisha, karibu sana kwa kuzindua usharika wetu wa Kibwera. Sasa tusikilize hoja ya uzinduzi toka kwa naibu katibu mkuu misioni na uinjilisti. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Karagwe, usharika wa Kibwera. Mheshimiwa Baba Askofu, ifuatayo hapa ni hoja ya uzinduzi wa usharika wa Kibwera. Utangulizi. Mheshimiwa Baba Askofu, kwanza nashukuru sana kwa kunipa kibali cha kusimama hapa mbele ya madhabahu hii ili kutoa hoja ya kuomba kuzindua usharika mpya wa Kibwera. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Hilinti, kwa niaba ya Baba Askofu Benson Bagonza, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Dayosisi ya Karagwe, mojawapo ya kazi ya idara ya misioni na uinjilisti ni kuhakikisha kazi ya kuhubiri Injili katika sharika inaendelea kuwa na mafanikio. Kwa njia hiyo, Injili uhubiriwa na washarika kuongezeka, mitaa na sharika kuzinduliwa. Leo hii muda mfupi ujao tutashuhudia kuzinduliwa kwa usharika mpya ambao utafikisha idadi ya sharika 47 zilizozinduliwa. Mheshimiwa Baba Askofu, haya ni matunda ya kazi ya Injili katika maeneo haya ya Kibwera. Kwa heshima na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Baba Askofu, yafuatayo ni mambo yaliyopelekea kuanzishwa kwa usharika huu. Uhai. Hadi sasa usharika huu utakaozinduliwa leo unayo mitaa minne ambayo ni Kibwera, Chabayanda, Rutunguru na Rwakibaga. Kwa mujibu wa takwimu zetu katika ofisi ya usharika, idadi ya washarika katika usharika wa Kibwera imefikia jumla ya 1558. Kati ya hao wanaume ni 687 na wanawake 871. Idadi hii ya washarika inatosha kuwa na wawakilishi katika mkutano mkuu wa dayosisi, yani synod. Mheshimiwa Baba Askofu, hadi sasa kwa wastani usharika wa Kibwera una uwezo wa kukusanya matoleo yapatayo shilingi milioni 1,500,000 kwa mwezi. Mheshimiwa Baba Askofu, katika jumla ya mitaa hii minne, mitaa mitatu inayo majengo ya kudumu tayari na mtaa mmoja wa Rwakibaga bado ni eneo la misioni, wanatumia kanisa la kudumu na sasa wapo katika mchakato wa ujenzi wa kanisa jipya iliyofikia hatua ya madirishani. Mipango ya mbeleni. Mheshimiwa Baba Askofu, pamoja na hayo yote, jimbo linayo mipango ya mbeleni pamoja na usharika huu kama ifuatavyo. 1. Kuendelea kuhubiri Injili kwa maneno na matendo. 2. Kukamilisha ujenzi wa makanisa ambayo hayajakamilika. 3. Kuendeleza ushirikiano mzuri uliopo kati yetu na jimbo letu la Kituntu. 4. Kuhakikisha tunalinda mipaka ya ardhi yetu. 5. Kufanya kazi ya misioni kwa maeneo ambayo ni mapya. Mheshimiwa Baba Askofu,
Kwa niaba ya Mheshimiwa Baskofu Dr. Benson Bagonza ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Dayosisi ya Karagwe, kwa heshima na taadhima, ninawasilisha hoja hii mbele yako ili uweze kuzindua na kutamka rasmi usharika wa Kibwera kuwa usharika rasmi. Imetolewa leo hii tarehe 6 mwezi wa 10 2025 hapa Kibwera na mchungaji Enoch Tobias, mchungaji ambaye ni mkuu wa idara ya misioni na uinjilisti. Sasa tusikie hati ya uzinduzi toka kwa katibu mkuu wa dayosisi yetu ya Karagwe. Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Karagwe. Ifuatayo ni hati ya dayosisi katika uzinduzi wa usharika wa Kibwera. Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Spiriani Yohana Ilinti, kwa mujibu wa kanuni na miongozo ya KKKT Dayosisi ya Karagwe na kupitia vikao vyake vya maamuzi, utaratibu wa uanzishwaji wa usharika mteule wa Kibwera ulizingatiwa. Kwa mujibu wa katiba ya KKKT Dayosisi ya Karagwe toleo la 2020 ukurasa wa 34 kifungu cha 2.1.8 eni, kuna kazi na wajibu wa askofu. Kwa heshima na taadhima sasa, na kuomba wewe Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Spiriani Yohana Ilinti, kwa niaba ya Baba Askofu Daktari Benson Kalikawe Bagonza wa Dayosisi ya Karagwe, uzindue usharika mteule wa Kibwera kuwa usharika kamili. Kwa heshima naitoa. Sasa tusikie maandiko matakatifu tunapofungua usharika huu mpya ili tuimarishwe katika kueneza neno la Mungu na huduma yake popote katika eneo letu hili. Toka wasomaji. Ni nani huyu atokaye Edom, mwenye mavazi ya kutiwa damu kutoka Bosira? Huyu aliye na nguo za fahari, anayekwenda katika ukuu wa uweza wake? Mimi nisemaye kwa haki, hodari wa kuokoa. Kwani mavazi yako kuwa mekundu, na nguo zako kama za mtu akanyagaye zabibu? Naam, naliwakanyaga kwa hasira yangu, naliwaponda kwa ghadhabu yangu, na mavazi yangu yametiwa madoa kwa damu yao, nami nimezichafua nguo zangu zote. Amina. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na Mwana Kondoo ndiyo hekalu lake, na mji ule haukuhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni Mwana Kondoo. Na mataifa yatatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Na milango yake haitafungwa kamwe, mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu
na hekalu shima ya mataifa ndani yake, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge wala chenye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisiozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. Ninyi imekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokuwa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Kaeni ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, ninyi mtakuwa wanafunzi wangu. Neno la Mungu. Sasa ninawaomba viongozi wa huu sharika mpya, mchungaji, wainjilisti, wahudumu, wahasibu, wenye viti wa kamati mbalimbali, halmashauri ya usharika, watendaji, sinaeleweka, waende pande huu hapa ni waone, ili tuwaulize maswali, inawezekana hawako tayari. Mchungaji, wainjilisti, wahudumu, watu wa fedha, ujenzi, kamati maendeleo, ukarimu, wote, uimbaji, ibada, si wako kuna mfumo huo wakati mkuu? Ndio. Viongozi wote. Wapendwa katika Kristo, viongozi, wahudumu na watendakazi wote wa usharika huu mpya, ninawauliza, je, mnaahidi kuhudumia usharika wenu kwa bidii na uaminifu chini ya katiba ya maongozi ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Karagwe, ili usharika wenu utimize wajibu wake na kutangaza Injili kwa watu wote na kufikisha huduma takatifu ya kanisa popote, huku mkiongoza usharika wenu kujitegemea chini ya dayosisi hii ya Karagwe? Je, mnaahidi kushirikiana na mchungaji anayetumwa katika usharika huu na kumsaidia ili aweze kutenda sawasawa wajibu aliokabidhiwa na Yesu Kristo, Bwana wa kanisa, katika usharika huu? Ikiwa mnakubali hivyo, semeni, ndiyo tunakubali, Mungu tusaidie. Ndiyo tunakubali, Mungu tusaidie. Usharika huu wa Kibwera, jimbo la Kituntu, Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Karagwe, unaofunguliwa leo kama sharika nyingine zote za dayosisi hii ya Karagwe, nao unaagizwa kutii daima katiba na maongozi ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania Dayosisi ya Karagwe, inayohusu imani ya msingi na mafundisho ya dayosisi hii, ambayo yanasema Yesu Kristo ndiye msingi wake wa dayosisi unaoishi. Katika yeye dayosisi imejengwa kwa neno la Mungu na Roho Mtakatifu, kama tunavyofundishwa na manabii na mitume. Imani ya Nikea na ile ya Tanasio na katekisimu ndogo ya Daktari Martin Luther na ungamo la Augsburg, kama ilivyokubaliwa na fungamano la makanisa ya Kiluteri duniani. Sasa washarika, tuthibitishe maneno haya kwa kukiri imani ya mitume kwa pamoja. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka
wakaupata kuwa umoja wa Baba na mwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo mmoja, shirika takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuka kwa mwili na uzima wa milele. Amina. Tuna mkasi upo. Sasa ninafungua usharika huu wa Kibwera, jimbo la Kituntu, kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Karagwe, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakashika njia mpaka Kapernaum, na mara siku ya Sabato akaingia katika sinagogi akafundisha. Wakashangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Na mara palikuwepo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Na kutambua unani mtakatifu wa Mungu? Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, nini hii? Ni elimu mpya? Maana kwa uweza waamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Habari zake zikaenea mara kote kote katika nchi zote kando kando ya Galilaya. Tuombe. Mungu mwenye nguvu zote za kutakasa, kuokoa, kuhuisha, kusaidia, njoo katika kanisa lako, utusafishe, utuimarishe, utuokoe, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ndugu zangu, mimi sina mengi, nifanye mambo mawili tu. La kwanza ni shukurani na pongezi. Mheshimiwa Katibu Mkuu Dayosisi ya Karagwe, naomba unifikishie shukurani zangu nyingi sana kwa Baba Askofu Dr. Benson Bagonza kunialika mimi toka Singida, Dayosisi ya Kati, kuja kufungua sharika mbili, Kinyinya na Kibwera. Sio kwamba ninafaa. Kwanza mimi ni Mwafrika, simesikia sifa za Waafrika. Mimi ni Mwafrika, mfupi, mweusi, mwembamba. Sina sifa ya kuja hapa. Kualikwa ni neema, kualikwa ni upendo, kushirikishwa ni ukarimu. Baba Askofu pamoja na timu yake wakanishirikisha. Ninashukuru sana. Lakini katika shukurani hizo niwapongeze washarika wa Kibwera kwa kutimiza vigezo. Sio jambo rahisi.
Nasikia baba askofu alikuja kakagua. Nyumba ipo? Ipo. Bafu ipo? Ipo. Na ile ofisi nyingine ambayo huwa hutumi mtu hata kama umezeeka utaenda mwenyewe, ipo? Ipo. Utatuma vitu vyote duniani isipokuwa hicho. Ndio maana inaitwa kujisaidia, sio kusaidiana. Ipo? Ipo. Jiko lipo. Kanisa lipo. Watu zaidi ya 1000 ili wawe na mjumbe wa mkutano mkuu sinodi wamefika, wapo. Pongezi. Kanisa aliendi pia sio Roho Mtakatifu tu, pamoja na fedha ili injili isonge mbele. Kwa mwezi wanafikisha 1,500,000. Ipo. Niwapongeze kwa kutimiza vigezo vya kiuchumi, vya miundombinu na vya kiroho. Lakini niwapongeze, usharika huu wa Kibwera umeanza kwa ukamilifu. Ukamilifu kwa nini? Kuna ubatizo leo unazinduliwa na ubatizo upo. Hapa siku mnafanya yubile, si mtakuwa na yubile. Miaka 70 ya Kibwera kuwa usharika. 70 sasa. Kuna watu watakuja hapa, sisi ndio tulikuwa wabatizwa wa kwanza Kibwera ilipozinduliwa. Simekaa vizuri? Kwa mmeanza kwa gia nzuri. Lakini sio hivyo tu. Mmeanza na sakramenti zote 2 za kanisa letu. Leo mnaanza na meza ya Bwana ipo. Sio hivyo tu. Ukitaka kujua mko vizuri, mmeanza na kurudisha kundini watu zaidi ya 6 wapo. Sio hivyo tu, na kutoka dhehebu lingine tumepokea. Na kingine ambacho mimi nimefurahi, katibu mkuu, namba 47 huwa ni namba muhimu sana. Ninyi mmekuwa usharika wa 47 kwenye dayosisi. Shika sana hii. 4 ina maana kiroho, 7 ina maana kumbuka siku ya Bwana uitakase. Siku ya 7 ibada. Na mwisho kabisa, watu 1558. Hiyo 8 ni pamoja na huyu na yule aliyekaa pale na uliyempakata na anayenyonya na anayeimba kwaya. Bila yule mtoto 8 singekuwepo. Kwa wewe ni wa muhimu Kibwera, wewe ni wa muhimu, wewe ni wa muhimu, wewe ni wa muhimu, wewe ndio uliyefanya iwe 1550 na wewe. Hebu sema mimi. Mimi. Pigie makofi. Baada ya kusema hayo, nimalizie kwa kusema kuhusu mapepo. Mapepo. Najua ninyi washarika siku hizi mnapenda sana mtu anayetoa pepo. Yaani hata angetokea mtu anatoa mapepo hapo chini ya msitu, mngeweza kuniacha mimi nikafungua usharika peke yangu. Na ninyi washarika mnafikiri mapepo ni ile tu kufanya metoka Singida Biharamulo, tunakuja tuko wengi like chini. Mnafikiri mapepo ni hayo tu. Hata kupiga mke ni pepo. Mwanaume kamili, umekula ndizi,
mweusi, unapiga mke, una pepo wewe. Tumia nguvu kulima, tumia nguvu kujenga taifa, tumia nguvu kujenga usharika na kanisa na ufalme na kuimba kwaya. Nataka Mluteri awe na uelewa mkubwa. Pepo sio tu halamulo singira tumeangwe na Mluteri anaelewa tabia chafu. Kunywa pombe dumu peke yako galoni 8 ni pepo. Na lenyewe linatakiwa fumba kinywa, toka. Mluteri anauelewa mpana. Sio hivyo tu, Mluteri anatakiwa elewe pepo sio lazima litolewe kwa sarakasi. Sarakasi sio vibaya. Mwenda wazimu, mwenye mkia, kibogoyo, na kufunga matita na kushusha kuzimuni na kupiga radi sio mbaya sana, lakini sio lazima litolewe hivyo. Hata kwa kubatizwa, ukiamini ubatizo, pepo linatoka. Ndio maana hapa tunasema ameimba vizuri hapa katibu mkuu. Wamwendea Yesu kwa kutaka na kuoshwa kwa damu ya kondoo, iwe safi nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Ubatizo mtakatifu unatoa pepo chafu. Adamu wa kale anazikwa, mtu mpya aonekane. Kwa Mluteri aelewe, kwa kufunga pepo linatoka, kwa kuomba linatoka, kwa kukemea linatoka, kwa kupokea sakramenti kwa imani unatakaswa. Ndio maana hata meza ya Bwana utasema meza ya Bwana kwa ondoleo la dhambi zetu, kipokea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, naomba tujifunze vitu vingine vitatu kwenye somo hili la wiki tulilopewa na kalenda yetu. Matatu tu nitakuwa nimemaliza mahubiri. Jambo la kwanza, kumbe hata mapepo na nguvu za giza zinamfahamu na zinamkiri na zinajua nguvu za Yesu. Ndio maana wanasema tunakujua wewe ni mtakatifu wa Mungu, umekuja kutuangamiza. Najua hata hawa wachawi sio wazuri sana. Wachawi wangetusaidia kanisa, tungekuwa mbali sana. Sababu wachawi wanajua msalabani kuna fire, kuna nguvu. Wakiwafuata watumishi wanaona radi. Yaani wangekuwa wanashuhudia ukweli wachawi. Wanafahamu nguvu za Mungu kuliko wanaimba kwaya, kwa sababu wao ndio wanaogusa moto. Kuna mmoja aliongea kwenye TV, sijui kweli au sio kweli, lakini eti anajiita alikuwa katibu mkuu, sio ndugu yetu Gimbana jamani, alikuwa katibu mkuu wa wachawi Tanzania. Kumbe majinga, kumbe yana mwenyekiti bwana. Eti wana mwenyekiti, wana makamu, hawa wachawi hawa. Niliona kwenye TV. Eti kuna katibu mkuu, alafu kuna muhasibu, sijui anatunza fedha za nini wakati hawavai nguo usiku. Sasa anasema alitumwa kumshughulikia mchungaji fulani. Alipofika kukaribia nyumba akaanguka. Anasema ndio sababu ya kuamua kumkubali Yesu Kristo. Kwa hiyo mapepo na giza na shetani
Kama wanamjua Yesu ni nani, maana yake na mimi na wewe kama hatuna Yesu wanatujua. Ndio maana wasema jamaa alipoenda kukemea pepo wasema Paulo tunamjua, Petro tunamjua, wewe unayetukemea toka, wewe ni nani? Yakamshambulia, yakampiga. Ndio maana tunasema kabla hujaenda kwenye huduma yeyote ya injili na utume na kiroho, tubu dhambi, jitakase, jiombee, fanya maombi, jiandae. Badala ya kulitoa pepo, lenyewe litakutoa wewe upepo. Jambo la pili, matatu tu. Shika sana hii. Kabla hujaja kwenye kwaya, omba rehema. Kabla hujaja Karagwe, wewe uliyealikwa na Baba Bagonza, tubu dhambi, jitakase, omba rehema, ili uweze kusimama Kinyinya Jumapili na Kibwera Jumatatu, na siku nyingine ualikwe na Bagonza na wewe umwalike Bagonza Singida. Omba neema. Mwangalie jirani yako, mwambie usijifanye bingwa wa huduma, utapigwa vibao. Kila siku omba rehema. Na la pili, Yesu katika somo hili hataki kusifiwa na pepo, wala hataki kuongea na pepo. Mnaona siku hizi kwenye TV, si mnaangalia kwenye TV, hao wahubiri wakubwa mnaowapenda, unakuta ana maiki mbili. Katibu mkuu ana maiki mbili. Eti mtu aliyeletwa toka Zambia na pepo, analetwa na watu wawili ameshikiliwa, anawekwa pale, anapewa maiki. Wewe pepo unaitwa nani? Maimuna. Acheni kuyauliza mapepo maswali. Umeletwa na nani? Pepo si tabia yake ni kuchonganisha. Litakwambia mama yako mzazi. Unategemea pepo liseme kweli? Ndio maana lilipoanza kumsifu Yesu, tunakujua wewe ni nani, umtakatifu wa Mungu, una nguvu za kutuangamiza. Yesu hakufurahia sifa wala maongezi na pepo. Akasema mfumbe kinywa mtoke, shindwa toka. Pepo sio la kujadili. Unategemea pepo alikwambia kweli? Kuna waombaji walipata shida pale kwetu Singida, wakaanza kuliuliza pepo, sasa tunataka utoke. Kasema sawa, nimeungua, niko tayari, nipeni chai ya rangi. Katibu mkuu, ikaletwa bwana, hiyo hapo mwenzetu kunywa. Lilipokunywa kikombe kimoja, wakaanza tena, fire, toka sasa, toka. Mbona uliomba chai, sasa umekunywa, toka sasa. Naomba mandazi 4 ndo kabisa nije nitoke. Tujifunze kwenye somo hili, pepo na nguvu za giza ni adui wa nuru na msalaba. Piga fire, usicheleweshe. Fumba kinywa, toka. Fumba kinywa, toka. Hakuna mjadala, litakudanganya na litakuhamisha kwenye laini. Jambo la mwisho, tunajifunza nini wiki hii tuliopewa na KKKT? Yesu anaweza yote. Iwe pepo anaweza. Na kwaya hii imeimba vizuri, sijui inaitwa nini jamani? Inaitwa nini? Imeimba vizuri. Nakupenda Bwana wangu. Na kwaya zote zitaimba. Mimi siondoki mpaka ziimbe zote. Anaweza pepo, nguvu zake. Anaweza upepo wa bahari. Anaweza dhambi zangu na za kwako. Anaweza mauti na kifo. Anaweza kaburi, anaweza kuzimu, anamweza shetani.
Hakuna kinachomshinda. Hauhitaji kifaa wala chumvi wala maji wala nini. Anatosha. Muamini, mpokee Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tubu dhambi zako. Mtii, muishi, mtumikie. Atatoa ndani yako na ndani yangu zaidi ya pepo. Atatoa upepo na uchafu wa kila namna. Na anakuahidi kwamba utakuwa naye peponi. Je, unayasadiki hayo? Simama tuombe. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sisi ni wanyonge na wadhaifu. Ukaamua kutuletea msaada kwa njia ya Yesu Kristo. Tupe roho ya kuamini, kumpokea, kumkiri na kumtangaza na kumuishi hapa na katika uzima ujao. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tukae ndugu zangu. Baba Askofu Daktari Cyprian Hirinti kutoka katika Dayosisi ya Kati, hapo ninamaanisha Singida, na hii ni kwaya kutoka mahali hapa. Wanaendelea kumtukuza Mungu katika ibada hii nzuri ya kufungua usharika ama kuzindua usharika wa namba 47, usharika wa Kibwera katika jimbo la Kitutu. Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.